Mtazamaji wa Global TV, ni taarifa ambayo imesutusha sana mioyo ya watu na kububujisha machozi. Ni siku 7 tangu tutoke kwenye 40 ya mwanadada maarufu kabisa, alikuwa akifahamika kwa jina la Hawa. Wengi walikuwa wanamfahamu kama Karina, ambaye alikuwa yuko India kwa ajili ya kujiuguza na alipata umauti akiwa huko, lakini msiba wake ulifanyika hapa nyumbani kwao Magomeni Mapipa. Baada ya siku ya 40, mamake mzazi ilidaiwa kwamba yuko hospitali kwa matibabu wa kuweza kuhudhuria kwenye 40, lakini leo ninavyokuambia hapa, taarifa tu ambayo tunayo na hali ilivyo hapa nyumbani, mama Hawa Karina naye amefariki dunia, na tuko nyumbani kwao hapa ambapo ndipo msiba utakuwepo, na nipo na dada yangu Imelda Mtema, mmoja kati ya wadada ambao alikuwa akimsaidia kwa karibu sana Hawa, kuwakutanisha na wadau ili waweze kupambania afya yake mpaka pale umauti ulipompata. Dada Ime, kwanza pole sana. Kwa kweli hii ni jambo la kustusha, la kuumiza pia, kwa sababu tangu Hawa ametangulia mbele za haki, mama hakuwa mtu mwenye furaha. Ndio. Alikuwa anaumwa kila wakati, na hata mara ya mwisho nilikuja hapa kuonana na mama, akaniambia pressure, sukari, amekuja kupimwa tena akakuta na matatizo ya figo. Akasema kwa kweli sijawahi kutengamaa tangu mtoto wake atangulie mbele yake. Hakika taarifa ya leo imeumiza watu wengi sana, kwa sababu ni siku tu itma ya kwake ya mwisho ya Hawa, lakini leo hii maturubai yanafungwa tena hapa kwa ajili ya kuanza maandalizi ya msiba wa mama. Hichi kitu Gabi kinaumiza sana, lakini kinaumiza sana kwa wanafamilia ambao mama alikuwa ni tegemeo kubwa sana kwenye familia, lakini Hawa pia alikuwa ni mpendwa wao pia. Sasa leo hii tena watu wanakusanyika hapa kwa ajili ya kuandaa maandalizi ya mwisho ya safari ya mama yetu. Wengi walikuwa wanamuita Bi Fatuma Maruzuku. Pole sana. Na Imelda, wewe ndio ulikuwa mtu wa mwisho kama sitakuwa nimekosea, kwa maana ya kufanya naye mahojiano baada ya msiba mtoto wake, lakini baadaye mama kukimbizwa hospitali. Labda kwenye ile interview ambayo ulikuwa unafanya naye mama kwa mara ya mwisho, yapi ya leo yazungumza ambayo yanabaki kwako kama alama kutokana na kifo cha marehemu mtoto wake? Kwa kweli mama hata nilipokuja alisema toka amefariki Hawa, anasema anamkumbuka mtoto wake sana. Anasema maisha yake hayajawa sawa tangu alipoondoka mtoto wake, na anasema atalia kila siku. Alikuwa anasema mimi nitalia kila siku kwa ajili ya mtoto wangu. Na hii inaonyesha alikuwa na uchungu wa ndani sana, kwa sababu mara nyingi ukija mama atalia, ukimwona atalia, ukiongea naye kwenye simu atalia. Alisema ni ngumu na itachukua muda sana kumsahau mtoto wake. Na hata watu wengi wanaona toka, yani hichi kifo cha Hawa pia nacho kimemsababishia hasa umauti wake kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu alikuwa anawaza na pressure ikapanda, alikuwa anawaza sukari na magonjwa mengine yakaibuka baada ya kupelekwa hapo Ibrahim Haji. Vitu vingi vilikuwa vimebuka, na mpaka wanasema mwisho anaenda hospitali alikuwa hawezi kutembea kabisa. Miguu ilikuwa imeshaisha nguvu. Pole sana. Na taarifa zilikufikia ukiwa wapi? Taarifa sasa kuhusiana na hiki kifo cha marehemu mama yake na marehemu Hawa. Mimi nilikuwa ofisini na nikawa naongea na simu ya muda mrefu, nikawa naona simu zinapigwa. Nikasema mbona wao wananipigia tofauti watu ambao ni familia ya Karina. Nikasema ngoja nikate nijue, kwa sababu najua mama mgonjwa, labda kuna kitu anakihitaji. Nilipopiga ndo wameniambia kwamba mama amefariki, lakini nikaja kukuta message zimetumwa nyingi. Hakika niliumia sana, niliumia kwa sababu mama alisema mimi bwana sijui, lakini hivi kweli bila Hawa naendaje? Asema mtoto wangu nilimzoea, alafu amepitia mateso, ameumwa, nilitamani nimuone. Na ukumbuke kipindi ambacho Hawa anasafiri kwenda India, mama alikuwa ameshakaa anagana naye. Baadaye akasema mimi ngoja niinuke tu niende airport. Nilikuwa nataka nisiende, lakini ngoja niinuke niende airport. Basi mama akajikongoja, maana pia alikuwa hajisikii vizuri, mpaka akafika airport. Akasema leo angalau nimeweza kupata muda wa kwenda kumsindikiza mwanangu kwenda kwenye matibabu. Ilikuwa kama anatabili hivi, na kama ndio anamuaga mwanae kwa mara ya mwisho. Imelda, uniambie sasa, baada ya kupata taarifa kwamba bi mkubwa mama yake aliyekuwa msanii wa movie hapa nchini Tanzania, Hawa Karina marehemu, baada ya kupata taarifa zake kwamba naye amefariki dunia akiwa hospitali, nini ambacho ulikifanya cha kwanza?
Cha kwanza nilitaka kwanza kujiridhisha, nikapiga akaniambia ndio, kwa hiyo nikabidi tu nitoke moja kwa moja ofisini kuja hapa. Kwa sababu mimi mwenyewe ni taarifa ambayo imeniogopesha, kiukweli imeniogopesha, alafu imenifanya nikawa sielewi hivi ninachokisikia ni kweli au si kweli. Sababu kuna kipindi tumekaa siku ambayo nimemtembea, sasa mimi naumwa tangu sijui nitamfuata mwanangu. Yeye alikuwa anaongea, lakini tunasema labda mama akamwambia, mama hapana, labda ni kwa ajili ya maumivu tu ya hawa, lakini utakuwa sawa. Ni msiba ambao umegusa watu wengi, ni msiba ambao unaumiza kwa sababu ni siku chache tu tangu hitma ya marehemu Hawa Karina ifanyike hapa. Leo tena watu wanakusanyika kwa mara nyingine. Na nilikuwa nimezungumza na kaka wa Hawa ambaye yeye ndio alikuwa hospitali kwa ajili ya kushughulikia mwili wa mama, na akanidodosea kwa uchache japo sio rasmi. Aliniambia kwamba wanatarajia mazishi kufanyika kwenye makaburi ya Kisutu. Kama itawapendeza siku ya kesho saa 10 jioni. Labda una kitu gani cha kuambia Watanzania ambao wameguswa kwa namna moja au nyingine na msiba huu mzito ambao upo kwenye familia hii? Kwanza unakumbuka karibu kipindi cha 40 mama watu waliomba, wasanii aliomba watu mbalimbali wasiache kuja kwenye 40 ya mtoto wake. Alisema hii ni dua ya mwisho ya mwanangu, naomba kila mtu akaribie kuja hapa kwenye 40. Lakini na leo hii ni siku yake. Mimi ninachokiona watu waje kuungana na familia hii, kuifariji familia, kwa sababu sio rahisi. Wamepoteza watu muhimu ndani hata miezi miwili. Wamepoteza watu muhimu, wamepoteza dada, wamepoteza mama. Na mama ukiangalia alikuwa ni kiungo kikubwa sana kwenye familia. Mama alikuwa anakusanisha watu, anawafanya watu wanakuwa pamoja, alikuwa ni mama mzuri sana. Kwa hiyo watu mbalimbali waungane na familia hii, waungane na majirani wa sehemu hii ili kuweza kumpumzisha mama, lakini pia kuwafariji hasa zaidi watu ambao wamebakia, ndugu wa Karina, kaka zake, mawifi zake na watu wengine. Wanasema Mungu ndio anatoa na Mungu ndio anatoa. Kazi ya Mungu haina makosa, ndio neno ambalo unaweza kuliweka sawa sawa. Sisi tuendelee kukuambia, endelea kuikumbatia Global TV kupata taarifa nzima ya msiba huu mzito waliyekuwa mama wa marehemu Hawa Karina, ambaye naye kwa sasa ametangulia mbele ya haki, kuhusu utaratibu wa mazishi na mambo mengine ambayo yatakuwa yanaendelea. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, nilikuwa na dada yangu Imelda Mtema kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda kama kinavyopangwa. Nyuma ya kamera anaitwa Zakaria na timu nzima iko hapa, Gadizo, lakini pia yuko hapa Evans pamoja na Rafael, kuhakikisha kwamba matukio yote ambayo yatakuwepo hapa msibani basi utayapata kwa picha ya HD. Asante. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.